mtu, mchezo umetamatika. Kwanza tuanzie wapi? Tuanzie Masalanga, tuanzie Alan Okello Starboy, tuanzie Bakari Nondo Mwamnyeto, tuanzie wapi? Starboy. Tuanze na Starboy. Yes, Starboy. Dakika ya pili tu anatia kamba, anazidi kupepea. Yaani uacha kufungwa kwa Yanga, angalia Starboy amefanya nini. Yaani ukijua kwamba Starboy amefanya nini, hilo ndo jambo kubwa kabisa mjini. Kwa sababu Starboy ametimiza kile ambacho alichoambiwa afanye. Hata kama wanakuja watu wanamwangalia mchezaji bora au mchezaji ambaye mzuri ni nani, wataondoka na Starboy kwa sababu vitu alivyovifanya vimefanyika kihaki kabisa. Starboy ana uwezo wa kufanya kile kitu ambacho ametumwa. Amefunga goli 2, sio goli za kitoto. Goli 2 ni goli safi kabisa. Dakika ya pili tu. Dakika ya pili. Kwa hiyo kwa Starboy kama kuna watu wamekuja kumwangalia Starboy basi hawapepesi macho. Starboy anaondoka Uturuki bila kupepesa macho. Ni mchezaji bora kabisa. Ukiacha Yanga kufungwa, Starboy ni mchezaji bora kabisa. Na kufungwa kwa timu ni lazima. Yaani timu ya mpira lazima ifungwe. Hakuna timu ya mpira duniani isiyofungwa. Inakuja ni wakati gani tu utakuja kufungwa. Yaani wewe huwezi kucheza mechi milioni ukakosa kufungwa. Ipo siku utafungwa. Na mimi naongeaga kila siku kwamba kuna siku unaweza kufungwa goli 2, ukafungwa goli 3, umeona Yanga? Kuna siku unaweza kacheza na Coast kafungwa 4 bila. Yaani 4 bila ikafungwa bila matatizo yote. Ndio mpira ulivyo. Kwa hiyo mimi hilo mwenzako nishajiwekeaga katika moyo wangu kwamba kuna siku Yanga inaweza kafungwa hata goli 4. Kwa sababu wachezaji wale wanaocheza Yanga na wachezaji wanaocheza Mtibwa, wachezaji wanaocheza Coast ni wachezaji ambao pia wametoka Yanga, wametoka Simba, wametoka Singida. Kwa hiyo ukimwona mchezaji anakufunga ni ule mchezaji ambao anazunguka katika sehemu zile zile. Hebu muangalie Ambundo amecheza Yanga. Hebu muangalie Waziri Junior amecheza Yanga. Ni wachezaji ambao wana uzoefu. Ni kama Yanga ndogo imekaa pale. Muda wote wanakuadhibu. Hilo mimi nalijua kabisa kwenye kichwa changu. Yaani mpira ni sehemu ambayo kuna siku utafungwa tu. Yaani ukisema wewe mpira mimi sifungwi, kiongozi mbaya, golikipa mbaya, mchezaji mbaya, wewe sio mwana michezo. Kwa namna ambavyo mchezo ulikuwa umeanza, ulitarajia pengine matokeo yatakuwa namna hii kwa namna ambavyo? Sikutarajia matokeo kwamba yatakuwa Yanga atafungwa 3, ila natarajiaga kwamba siku zote watu watafungana. Juzi kuna media niliongea wakasema Yanga vipi, ngambia mpira upo hivyo, mpira kuna siku utashinda na kuna siku utafungwa. Kwa hiyo nilivyoangalia jinsi tulivyokosa magoli mengi, Yanga ametengeneza nafasi nyingi za ushindi. Kocha niongera kwa sababu amejua sehemu ya kutengeneza mchezo, na kweli Yanga ametengeneza nafasi nyingi za kushinda, ila wao tu wamekosa kufanya matokeo. Na sio wao tu, hata walikule pia wana golikipa mzuri, wana beki nzuri. Kwa hiyo mpira ni mchezo wa miguu, mtu yoyote siku yoyote anaadhibiwa. Kwa hiyo katika ligi hapa sasa hivi imebaki draw, kwamba kila timu imeadhibiwa. Pointi 2 mbele ya Tanzania wako Simba Sports. Ndio. Na Young Africans ikiwa bingwa msimu. Naiona Yanga ikiwa bingwa kwa sababu sisi tumepoteza 2, Simba ana mtindo wa kuiga matokeo. Leo umeona hivi tumeshinda, tumefungwa 3-2. Simba hatocheza michezo 3 bila kufungwa. Sio, unanielewa? Simba hatopitisha michezo 3 bila kupoteza mchezo. Simba atafungwa mechi 3 zinazokuja. Tukihesabu mechi ya kesho mpaka 3 zinazofuata, Simba atapoteza mchezo. Kwa hiyo ndio mpira ulivyo, na Simba ana mtindo wa kuiga. Kwa hiyo Simba na hii pia ataiga, atafungwa. Mlimuondosha kocha kigezo kwamba Young Africans haifanyi vizuri. Yes. Mkabaki na Amorim ambaye kwa sasa yupo. Tumeona sasa ni mmepoteza kabisa, tena sio kwamba Young Africans inashinda ila haifanyi vizuri. Kupoteza mchezo ni ipo, hata kama tungemchukua Mourinho leo Yanga angepoteza mchezo. Kwa hiyo tuseme tuisifie Dodoma, ambao kuna watu walikuwa wanaanza kusema kwamba Dodoma ni tawi la Yanga. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba Dodoma imfungi Yanga. Kuna watu walikuwa wanasema Dodoma yani ni kitoweo cha Yanga, muda yote anafungwa. Kwa hiyo hao watu wapo. Tumeona dakika ya pili Yanga anashinda goli, na tukaona mechi ya Simba na Yanga dakika ya pili tu Simba anapata goli. Matokeo yake Yanga kasawazisha goli 2 zote. Kwa hiyo tuisifie Dodoma imefanya comeback ya kibabe na kutofunga sisi. Kwa hiyo tuisifia pia Dodoma ni timu katika ligi. Ligi ni marathon. Uwezi wewe ukazuia wewe tu miaka yote. Hapana. Kwa hiyo sisi cha muhimu yani tusiseme Yanga, tuisifie Dodoma. Hilo la kuisifia Dodoma liwepo, na tuwapongeze viongozi wa Dodoma. Maana wanasemaga kwamba viongozi wa Dodoma ni Yanga, lakini leo unaona Dodoma ameshinda.
Kwa hiyo hapa kwa kuwapongeza ni Dodoma na viongozi wao, lile neno la kusema kwamba wakifungwa watu ni matawi, watu waondoe. Hakuna mechi ngumu tunaocheza Yanga sisi kama na Singida. Tunapochezaga na Singida watu wanasema lile Singida ni tawi letu. Kumbe sio tawi letu, maskini ya Mungu. Haya, angalia Singida jinsi anavyocheza. Wewe unavyomuona Singida anavyocheza, sisi tunachezaga naye jasho na damu. Lakini angalia leo Dodoma wanaosemaga tawi letu. Ndio mtu alituadhibu, wametushindwa Simba, wametushinda Azam, wametushinda Singida, lakini anakuja kutufunga sisi Dodoma, na mpira usipocheza kwa makini unafungwa tu. Kwa hiyo tuwasifie Dodoma na tuwape maua yao Dodoma. Sio tu kwamba tunawasema kwa nini Yanga kafungwa. Tuwasifie na Dodoma. Kwenye mechi zilizobaki, yes, Young Africans ibakisha ili kuweza kuwa bingwa. Yes. Tutarajie amwendi kudondosha pointi yoyote sasa. Sio kwamba hatuendi kudondosha pointi yoyote. Mpira upo hivyo. Tunapocheza kilegelege, tunapokosa nafasi nyingi, wenzetu wanazitumia nafasi. Tukicheza sisi kwamba tunacheza kwa mazoea, tutakuja kuadhibiwa. Kwa hiyo alichofanya Dodoma ni kwamba amekuja na mfumo maalum. Alivyoingia Waziri Junior na Ambundo, nikahisi kuna kitu kitatokea, kwa sababu namjua Ambundo, namjua Waziri Junior yukoje. Tunamchukulia poa kwa sababu tunamjua amezaliwa hapo Tandale. Tunamchukulia poa, tunamjua kwa sababu amezaliwa hapo Mwanza. Lakini Waziri Junior ni mchezaji ni hatari sana. Kwa hiyo mimi nimemuona, na umemwona kapata nafasi moja tu, kafanya makeki. Dube kapata nafasi zaidi ya 5 kama. Yes, kakosa nafasi na ni umakini wa golikipa wa Dodoma Jiji. Tumsifie golikipa, amekosa nafasi, alafu kwamba wachezaji wetu wanashindwa, wachezaji yani mastreka wetu wa Tanzania waliocheza ligi ya Tanzania wanashindwa kufanya vitu kama anavyofanya. Tuseme kwamba kuna wachezaji wawili tu ambao mimi nawakubali wakifika golini, kama mfano Mayele na Hamis Tambwe. Hamis Tambwe ana mtindo kwamba akifika golini kama anapiga afu anafinya, anakufunga vizuri tu. Lakini kwamba ukipiga, yani mpira ukija hivyo ukipiga, golikipa naye anajiandaa. Kwa hiyo anavyojiandaa naye anaokoa. Kwa hiyo kwamba golikipa anacheza na alama za nyakati za mastreka wetu. Kwa hiyo golikipa wa Dodoma Jiji amecheza alama za nyakati, na ndio maana unamkuta Okelo amefunga magoli ya kushtukiza. Kama utaangalia vizuri kwa makini, Okelo ilipigwa moja kagusa tu goli, ilikuja nyingine kama sehemu za watu wengi akapiga mashine goli. Lakini ukijiandaa kama anafunga, golikipa hawezi kumfunga. Kwa hiyo yote na yote nakuja tena nasema hivi, cheers kwa Dodoma, amefanya vitu vizuri. Dodoma leo amefanikiwa mpango wake. Amefanikiwa. Huwezi kushinda mechi zote brother. Sio football. Ukishinda mechi zote wewe tu, hiyo sio football. Football ni mchezo unaotembea. Tuwapigie makofi Dodoma. Tusubiri mechi inayokuja. Nadhani kwamba Yanga atafanya vizuri kuliko alivyofanya sasa hivi. Shukrani sana. Asante.